ndio maneno yao. Na Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza katika Qur'ani tukufu, anasema fa in lam tantahu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, ikiwa hamtokoma hamtoacha riba, basi mujue mmetangaza vita na Allah na mtume Muhammad. ولذلك يقول ابن عباس عبد الله بن عباس amesema yuqalu li sahibi riba يوم القيامة لآكل الربا, ataambiwa mlaji wa riba siku ya kiyama, ataambiwa njoo, atapewa silaha, mkuki au mshare, anaambiwa khudh silahaka hadha wa harib rabbak, ataambiwa chukua silaha yako, subiri hapa, leo iko vita wewe na Mungu wako, unatakiwa upigane na Mungu leo, chukua silaha. Riba ni kitu kibaya sana ndugu zangu. Leo waislamu hatujali tunakula halali au haram, na ndio maana dua zetu hazikubaliwi. Mtume dhakara ar-rajul alladhi yutilu as-safar ash'ath aghbar, alafu yamuddu yadahu ila as-samaa wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna subhanallah. Mtume anasema mtu utamkuta anachokula ni haram, anachokunywa ni haram, anachovaa ni haram, alafu ananyanyua mikono mbinguni, anamuomba Allah dua. Anasema vipi atakubaliwa mtu kama huyu? Hawezi kukubaliwa. Walaqad thabata an nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, imethibitiko mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisahihisha al-Imam al-Albani na baadhi ya maulama wa hadithi, anasema la ya'tiyanna zamanun 'ala an-nas la yubali al-mar'u ma akala min al-halali au min al-haram. Zitafika zama kwa watu hawatojali tena walichokula cha halali au cha haram, anataka limradi na yeye aishi maisha mazuri, anataka nyumba yake na iwe na marumaru, iwe imejengwa vizuri, awe na nyumba ina geti nzuri, awe ana gari, ana kila kitu, hajali pesa yake anayopata ni pesa imetoka wapi. يقول صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال. Unyayo wa mja siku ya kiyama hautonyanyuka kwenda wapi? Moto au janna au pepo. Hawezi mtu kwenda mpaka ulizwe maswali 4. An umrihi fima afnah, umri wako umeimaliza kwenye nini? Wa an shababihi fima ablah, ujana wako umeupeleka kwenye mtihani gani? Umeutumiaje ujana wako? Wa an malihi min aina iktasabah, mali yako utaulizwa umeichuma vipi, umepata wapi? Wa fima anfaqa, na umeitoa vipi mali yako. Kubali kupata shida duniani, kubali maisha yako yawe ya kawaida, lakini akhera uishi maisha mazuri. وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل اللهم إن العيش عيش الآخرة. Mtume anasema mkiona mapambo ya dunia, watu wana majumba, watu wana magari, watu wana maisha mazuri ya kifahari, basi wewe sema ya Rabbi, ama kweli maisha bora ni maisha ya akhera. Dunia ni mapito ndugu zangu, majumba haya tutayaacha ndugu zangu, magari haya tutayaacha ndugu zangu, tutakwenda kaburini ndugu zangu, na hakuna atakayetusaidia kaburini ndugu zangu. Walidhalika imekuja katika hadithi al-Qudsi, mtu akishaingia kaburini Allah anamwambia abdi, ewe mja wangu, raja'u wa tarakuk, tazama ndugu zako wamekuzika, wamekutupa, wamekukimbia. Wa fit turabi dafanuk, na wamechukua mchanga tani kadhaa wamekuwekea juu yako. Walau dhallu ma'aka ma nafa'uk, ndugu zako hata wakisema wabakie hapo kaburini na wewe hawatokusaidia. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mwenye kufanya kheri hata iwe ndogo kama mdudu mchungu, kama sisimizi,
atakuta tu mbele ya Allah, ataona. Na mwenye kutenda shari hata iwe ndogo kama mdudu mchungu, ataona, ataikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, leo Waislamu tumebakiwa na Uislamu wa jina, Uislamu wa vitendo hatuna. Leo utakuta mtu anasali sala 5 lakini mzinifu, bado hajaingia katika Uislamu 100% huyo. Lianna zina jarima min aljaraim wa kabira min alkabair. Zina ni katika madhambi makubwa ndugu zangu. Mtume alipoulizwa ayu dhambi a'dhamu inda Allah, dhambi gani kubwa nzito mbele ya Allah, akasema an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na shirki imeenea, tumekuwa na imani ndogo. Ndio maana Allah anatuambia udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu jumla jumla, wazima wazima, msiwe nusu kwa nusu, mguu mmoja ndani mguu nyingine nje. Angalia shirki leo ilivyoenea. Waislamu leo, Muislamu akitaka kuapa, tunajua lugha ya kuapa Sheikh, kuapa vipi? Alhalf. Kurahira. Unajua mtu leo akitaka kuapa, sisi tunaita Kiswahili kuapa, Kinyarwanda nini? Kurahira. Anafanyaje? Anasema mama yangu vile. Unaapa kwa jina la mamako? La. Unatakiwa uape kwa jina la nani? Allah. Useme wallahi, useme billahi wa tallahi, useme walladhi nafsi biyadihi, useme wa rabbil Kaaba. Leo Waislamu tunapenda baadhi yetu shirki sana. Mtu kidogo akiumwa anasema amerogwa, anakimbilia kwa nani? Kwa waganga, kwa washirikina, kwa wapiga ramli. Wapo kila sehemu duniani. Uongo au kwenu? Mashallah wapo. Anaenda mzee, nimekuja, nimefika, shida nyingi sana mzee. Unamshtakia binadamu? Unamwomba binadamu akusaidie? Alaysa Allahu bikafin abda? Allah hivi jamani hatoshi kwa mja wake? Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billahi, na utakapotaka msaada mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipatwa na matatizo muamini Allah. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah akikuandikia kupata matatizo, hakuna wa kuondoa matatizo yale isipokuwa yeye peke yake. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Na ikiwa Allah atakuandikia khairi, basi yeye ni muweza juu ya kila kitu. Lazima tuwe tuna imani ndugu zangu. Lazima tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, waambie ya kuwa haitupati isipokuwa ile ambayo Allah ametuandikia. Leo shirki imeenea sana. Leo mtu akioa hajapata mtoto miaka 2 mitatu, anatakiwa aende wapi? Hospitali. Tadawu ya ibadallah, fa inna Allaha ma wada'a da'an illa wa wada'a lahu dawaa, au kama jaa. Mtume anasema jamani, mkiumwa nendeni mkajitibu. Allah hajawahi kuleta ugonjwa lakini kauletea na dawa yake. Badala kwenda hospitali usaidiwe na madaktari, anakwenda kwa mganga, anapigiwa ramli. Mganga anampiga ramli, anamdanganya, anamwambia wewe una shida kubwa sana wewe. Tena ukiingia anaingia na mikwala. Mikwala mnajua anatisha. Kiingia tu anaingia anatisha watu, anavaa nguo nyekundu, nguo nyeusi. Ukiona unaona huyu hatari sana. Amna cha hatari wala nini. Muongo mkubwa. Ndugu zangu Waislamu,
Mtume anaulizwa dhambi gani kubwa sana mbele ya Allah, anasema ni shirki. Akaulizwa thumma ay, baada shirki dhambi gani tena kubwa? Akasema nutfa wada'aha rajulun fi rahim la yahillu lah, ni mtu kufanya zina, ni dhambi ya pili kwa ukubwa. Leo mtu anasali na anafanya nini? Machafu. Na Allah anasema katika suratu Al-Ankabut, anasema inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya sala, mtu akiswali kisawasawa kwa taratibu zake, kwa sheria yake, kwa hukumu yake, basi inamkataza mtu na maovu na machafu. Na Mtume anasema ma dhaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa ibtulu bitawa'in wal awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ikiwa watu watafanya madhambi waziwazi, ikiwa watu watafanya machafu waziwazi, zina, mapombe, mauchafu, Allah ameahidi atawaletea maradhi, atawaletea magonjwa ambayo watu wa zamani hawajawahi kuugua magonjwa kama haya. Leo HIV ina dawa? Na kuulizeni Waislamu, nani anajua dawa ya HIV? Ukimwi. Na Mtume anasema Allah kila ugonjwa kauletea nini? Dawa. Sasa mbona hawajajua mpaka leo dawa ya ukimwi? Ukimwi ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukimwi 99% inapatikana kwa njia ya haram, kwa njia ya machafu, kwa njia ya zina. في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام أحمد في المسند أن شابا أو فتى من الأنصار katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na kijana mashallah mzuri, ana nguvu mashallah, kaja kwa Mtume akasema ya Rasulullah, ewe Mtume, mimi nimekuja kwako. Unasema nini? Asema ya Rasulullah, mimi niko tayari kuswali sala 5, niko tayari kufunga Ramadhan, niko tayari kutoa zaka, niko tayari kwenda haji, niko tayari kufanya mambo ya khairi, niko tayari kwenda kwenye jihad, niko tayari kufanya kila kitu cha Uislamu, lakini mimi naomba jambo moja. Jambo gani? Anasema ya Rasulullah, zina. Naomba mimi niruhusu nifanye zina, mimi siwezi kukaa hivi hivi. Masahaba wamekasirika, ghadhiba as-sahaba, wamekasirika, wakataka achukue fimbo amchape. Hana adabu huyu. Vipi anamwambia Mtume niruhusu kufanya zina? Mtume akasema mwacheni. Akaachwa. Akamwita akamwambia njoo, akaja. Akamwambia atardahu li ummik, una mama wewe? Akasema naye mama. Asema mamako mzazi utafurahi wewe mtu akimzini? Kakasirika bwana, katoa macho bwana, kasema tena wallahi nikiona nitaua kabisa mimi. Mtume akamwambia safi sana, atardahu li ukhtik, dadako anakuja mtu anamfanya zina, utakubali? Akasema la, haiwezekani. Akamwambia tardahu li ibnatik, binti yako, mtoto wako wa kike umemzaa, unafurahi akifanywa hivyo? Akasema la. Atardahu li khalatik, mama yako mdogo? Akasema la. Atardahu li ammatik, shangazi yako? Akamwambia la. Akamwambia kumbe wewe mama yako, dadako, binti yako, shangazi yako hutaki watu kuwachezea? Akasema ndio, tena nikiona siku mimi nitapiga vibaya sana. Akamwambia njoo. Kadhalika nasu, vile vile watu la yardauna li ummahatihim wala akhawatihim wala banatihim wala ammatihim wala khalatihim. Akamwambia hata watu vile vile hawafurahi mama zao kuharibiwa, dada zao kuharibiwa, watoto wao kuchezewa, mama zao wadogo kuchezewa, shangazi zao kuchezewa. Kama utaki wewe ndugu yako kufanywa hivyo, na wewe usifanye. Na al-Imam Shafi'i anasema man zana bi1000 dirhami fi baytihi yuzna bighayri ad-dirhami, man zana yuzna bihi
ولو بجداره لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا دين فإن اقترضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. Anasema atakayezini kwa pesa, kamdanganya binti wa watu maskini, kampa mapesa ili amchezee, na yeye nyumbani kwake atachukuliwa ndugu yake bure bila shilingi. Mwenye kuzini ataziniwa. Ikiwa wewe una akili, fahamu vizuri haya. Hakika ya zina ni deni. Ukizini umechukua nini? Deni. Deni hiyo haulipi wewe, watakulipia nani? Ndugu zako. Kama tadinu tudan, unavyofanya ndivyo utakavyolipwa. Ndugu zangu, wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Hatozini mtu anapozini hali yako yeye ni mu'min. Na Allah anatuambia udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu jumla jumla, ingieni katika taa ya Allah jumla jumla. Tuwe waislamu 100%, tuwe wacha Mungu, tuwe wasafi, tuwe wenye ikhlas. Tukishika dini tushike dini 100%, tuache dunia. Ya ayuha an-nas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Enyi watu, hakika ya ahadi ya Allah ni ya haki, basi maisha ya dunia yasiwadanganye, na mdanganyaji ambaye ni shaitan asiwadanganye. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, shaitani kwenu ni adui na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, shaitani anawaita watu wake ili wapate kuwa katika watu wa moto pamoja na yeye. Ndugu zangu, kuna sahaba siku moja akisema, ya Rasulullah, araaita idha, katika hadithi imekuja maana alhadith, anamwambia ya Rasulullah, unasemaje mimi nikiswali sala 5 tu nikafunga na mwezi wa Ramadhani, na kama na uwezo nimetoa zaka, kama na uwezo nimeenda haji, nimehalalisha haramu, nafanya nimehalalisha halali, nafanya halali zote, na nimeharamisha haramu, nimeacha haramu zote, na sikuzidisha kitu, nitaingia janna? Mtume kama naam, ikiwa wewe ni mkweli utaingia janna. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halali iko wazi, haram iko wazi. Katikati ya halal na haram kuna mambo ambayo yashkishubha yanatatanisha watu. Mimi nikuulizeni kitu kimoja ndugu zangu. Kuvuta bangi mnajua hashish halali haram? Haram. Kula mirungi, mira haram au mbona wengine wamenyamaza kidogo? Au makruh? Maana waislamu sisi bana hatari sana. Yani muislamu anataka kuhalalisha kitu anasema sio haram, ni makruhu tu, sio haram. Kwani makruhu nini? Kariha yakrahu, karihun makruhun, au sio? Makruhu ni nini? Kitu mbaya, sio? Kitu ambayo kinachukiza, ndio? Kitu ambayo Mungu hakipendi. Sigara makruh haram. Sigara makruh Wanaotengeneza sigara kwenye pakti wanaandika nini? Kuvuta sigara inadhuru, na Allah anasema wala taqtulu anfusakum, msiue nafsi zenu. Na anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msipeleke nafsi zenu kwenye maangamizi. Inaleta kensa, israf ya mali, unatumia pesa yako kwa kununua sigara. Wewe sema tu Mwenyezi Mungu anisaidie niache, lakini usitetee kwa sema hiyo haina ubaya. Haramu ndugu zangu imekuwa ni nyingi sana.
Na wengi tumeshikamana na vitu vya haram tukaacha vitu vya halali. Tazama leo dunia sasa, kuchuma, kichumo cha haram kilivyokuwa kimekithiri. Allah atuambia ya ayuha alladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini mwogopeni Allah, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, mwogopeni Allah, acheni mambo ya riba ikiwa nyinyi kweli ni waislamu. Na akasema alladhina yakuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Hakika wale wanaokula riba siku ya kiyama hawatonyanyuka katika makaburi yao, isipokuwa watanyanyuka hali ya kuwa kama vile wamelewa, kama mtu ambaye ana masi ya shaitan. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wakitaamiliana na riba na walikuwa wakisema riba ni sawa kabisa na biashara. Lakini Uislamu unasemaje? Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Ndugu zangu, tuingie katika Uislamu kwa ujumla. Ndugu zangu, ifike sehemu tuachane sasa na mabaya, tuache haramu, tufate moja kwa moja vitu vya halal. Na huu ndio ucha Mungu, na huko ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ndio kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, katika zama hizi tunatakiwa waislamu tuwe pamoja, tushikamane. innal mu'mina lilmu'mini kalbunyani yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'i. Mtume anasema mu'min kwa mu'min wanatakiwa waishi kama jengo moja iliyoshikamana yenyewe kwa yenyewe. Akasema tena mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mfano wa waislamu wa kweli katika kupendana, katika kuhurumiana, katika kuthaminiana, wawe kama mwili mmoja, kiungo kimoja kikiuma mwili mzima utauma na utakosa raha na furaha na utakosa usingizi. Ndugu zangu, tuwe pamoja kutangaza Uislamu. Mnajua kitu kimoja ndugu zangu, ardu Afrika, ardhi ya Afrika ni ardhi nzuri sana. Kama ambavyo Afrika ni ardhi ambayo mashallah kuna mashamba ya kijani kama mnavyoona hivi, ardhi imebarikiwa, kuna kila chakula inapatikana katika ardhi ya Afrika. Lakini pia Afrika ni ardhi inayokubali da'wa. Tulikuwa Goma leo, tumetoka Goma na nyinyi mnajua, wakati tunafanya muhadhara wamekuja wa vijana 6 wanaume na msichana moja, wamependa mawaidha ya Kiislamu, wameingia kwenye Uislamu, wamesilimu. Na hapo hatujawafuata wapi? Nyumbani kwao. Tunatakiwa tufanye kazi ya kutangaza Uislamu. Tunatakiwa kutangaza la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia manabii na mitume, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Amekuleteni sheria, mafundisho katika dini, wasia alizomuhusia Nabii Nuh na umeusiwa wewe Muhammad, na ndio wasia aliopewa Nabii Ibrahim, na ndio wasia aliopewa Nabii Musa, na ndio wasia aliopewa Nabii Isa. Wameambiwa nini? Simamisheni Uislamu kwa pamoja, msifarakiane, msitengane, msigombane. Kwa nini? Kabura ala almushrikina ma tad'uuhum ilayhi. Hii da'wa yenu ya tauhid mnayofikisha kwa washirikina imekuwa ni kubwa, inawaudhi sana, inawakera sana. Kwa hivyo kuweni pamoja, msije mkachekwa na maadui zenu.
Ndugu zangu, wanatakiwa Waislamu zama hizi tupendane, tusidharauliane. Waislamu leo tunadharauliana wenyewe kwa wenyewe. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khayran minhum, enyi mlioamini, kundi katika nyinyi lisidharau kundi nyingine. Huenda yule unayemdharau akawa ni mbora kuliko wewe, akawa mcha Mungu kuliko wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nisaun min nisa, wala wanawake jamani wasiwadharau wanawake wenzao. Asa an yakunna khayran minhunna, huenda yule mwanamke uliyomdharau, ulimuona hana dini, hana maana, akawa ni bora mbele ya Allah na mcha Mungu kuliko aliyomdharau. Wala talmizu anfusakum, wala msitukanane wenyewe kwa wenyewe. Wala tanabazu bil alqab, wala msiitane majina mabaya. Bi'sa lismu alfusuq ba'da aliman, hakuna jina baya kama kumuita mtu fasik, kumuita mtu kafir, kumuita mtu munafiq. Leo Waislamu tumekuwa wepesi wa kusema fulani kafir, fulani munafiq, fulani fasik. Wama adrak, wamejuaje kama yule ni kafir? Ashaqaqta qalba, umepasua moyo wake, umejuaje? Ndio Mtume siku moja alimwambia sahaba wake Usama ibn Zaid alipoua mtu, wakati anaua yule mtu alisema la ilaha illa Allah. Mtume anamwambia aqataltahu wa huwa yaqulu la ilaha illa Allah, umemuua anasema la ilaha illa Allah? Akasema qalaha nifaqan ya Rasul Allah, kasema kwa unafika, kusema kwa dhati bwana, muongo tu. La ilaha illa Allah haikutoka moyoni, imetoka mdomoni ya Rasul Allah. Qalaha khawfan min almaut, amesema kwa kuogopa umauti. Mtume alimwambia nini? Ashaqaqta qalba, umepasua moyo wake, ukajua ya kuwa aliyoyasema hayakutoka moyoni, yametoka mdomoni. Wewe umejuaje? Wewe ndio umemuumba. Nani anawajua waja? Viumbe nani anawajua? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuache kuhukumu watu, tuache kuwaita watu majina mabaya, tuache kuwaita Waislamu wanafiq, tuache kuwaita Waislamu mafasiq, tuache kuwaita Waislamu makafir. Mtume anasema mwenye kumuita Muislam kafir, neno lile linakuja linakwenda mbinguni kwenda kuangalia kafir kweli, linakosa linarudi, linakuja ardhini inakosa sehemu ya kukaa, inaenda kwa yule ambayo kaambiwa nini? Kafir. Inakuja inamtazama, ikikuta maskini ya Mungu sio kafir, ni Muislamu bwana, ni mu'min, ana imani, basi ile neno la kafiri inarudi kwa nani? Kwa yule aliyosema. Tuchunge sana jamani ulimi wetu Waislam, tuchunge sana ulimi wetu Waislam, tupendane Waislam, tuheshimiane Waislam, tuthaminiane Waislam, tuheshimu viongozi wetu, tuheshimu mashekhe zetu Waislam, tuwe watulivu Waislam, tuwe wenye kupenda amani Waislam, tuwe wenye kupenda watu, tuishi na hata Wakristo vizuri. Uislamu haujakataza kuishi na Mkristo vizuri, tena tuishi nao vizuri kwa akhlaq za Kiislamu. Tuwaonyeshe Uislamu ni nini. Uislamu ni dini ya upendo, Uislamu ni dini ya huruma, Uislamu ni dini ya kumjali binadamu, kila kiumbe mwenye roho. Uislamu unasema umtendee wema. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأموالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله hajawakataza ndugu zangu kuishi kwa wema na vizuri na wale ambao sio Waislamu, ambao hawaja kupigeni vita, hawaja kunyang'anyeni mali zenu, hawaja kutoeni katika majumba zenu. Allah anasema muishi nao kwa wema, muwafanyie uadilifu. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale ambao ni waadilifu. Ndugu zangu, toka tumekuja tarehe 16 mwezi huu wa 4, leo tarehe ngapi? 27 mwezi huu wa 4 mwaka huu 2014. Toka tumekuja tumeanza muhadhara siku ile ya Jumatano tarehe 16 Bujumbura, maeneo ya Uarabuni. Alhamis tukatoa na muhadhara mwingine maeneo ya Buyenzi.
Ijumaa tukatoa khutba katika msikiti wa Markaz. Jumamosi tukafanya muhadhara wa uwanjani kama hivi wa baba na wa mama, uwanja wa CEO. Tukatoka hapa tukafanya muhadhara barabara ya 7. Tukatoka siku inayofuata Jumapili tukafanya muhadhara barabara ya 5. Jumapili tukafanya muhadhara maeneo ya Bwiza. Tunafululiza mihadhara kila siku. Inayofuata tena tukafanya muhadhara mwingine sehemu wanaita Kinama. Siku ya Jumanne tumetoka huku tumekuja hapa Rwanda. Tulipofika mashaallah ilikuwa ni jioni. Asubuhi ya Jumatano tumepokelewa mashaallah na mashaikh akiwemo na imamu wa msikiti wa Al-Fath Sheikh Ali. Najua ni kijana wa hapa wa Gisenyi. Ametupokea yeye na mashaikh wengine mashaallah. Tukaenda kutembelea ukumbusho wa ile mauaji yaliyotokea zamani. Ni mara ya kwanza tumeenda, hatujawahi kwenda na hatujawahi kuona live. Tunaona kwenye TV tu. Tulilia kusema kweli, tuliogopa, tulilia. Tumewaombea dua sana. Mwenyezi Mungu akupeni masikilizano, akupeni amani, akupeni upendo, akujalieni kila la kheri, kwa sababu kama hamna amani hata kuswali msikitini uwezi. Kama hamna amani hata kufanya ibada uwezi. Kama hamna amani hata muhadhara kama hivi kutoa uwezi. Mwenyezi Mungu awalinde na awalindie amani ya nchi yenu, muwe pamoja insha Allah. Siku ile jioni tukafanya muhadhara mmoja Masjid Al-Fath baada al-Maghrib, Masjid Al-Hidayah maeneo ya Majengo. Na Alhamis tukafanya muhadhara Maghrib mpaka Isha Masjid Al-Fath. Ijumaa tumetoa khutba Masjid Al-Fath. Saa 10 baada al-Asri mpaka Maghrib muhadhara kina mama Masjid Al-Fath. Maghrib mpaka Isha tena muhadhara mwingine wa baba. Jumamosi moja kwa moja tumekuja Goma na tumeanza muhadhara baada al-Asri mpaka Maghrib jana. Na leo asubuhi tumeanza muhadhara mwingine saa 4 asubuhi mpaka saa 7. Tumetoka huko tumechelewa, tumeingia hapa na kidogo tumechoka. Kwa wale ambao wananijua vizuri, wananiona kwenye masede, mtasede na nyinyi masidi, watahisi kidogo kama sijachagamka, kama nimechoka, sio Lakini insha Allah mtusamehe kama hatujachagamka, tumepoa kidogo kwa sababu uchovu, hatujapumzika. Na tumewapenda kwa ajili ya Allah mashaallah. Tumeona wenye Rwanda ni watu wazuri, wakarimu, wanapenda wageni. Na hata ndugu zetu wa Goma tumeenda kule, wametupa polisi, askari, bodyguards. Sasa vijana huku wanapiga picha, wanatuma kwenye WhatsApp, wanatuma Tanzania. Jamaa sema shekhe ndio umekamatwa? Kaambia hapana, hawa tuko mapenzi ya dini, wanaamua kulinda msafara wa shekhe. Lakini kidogo kwao palikuwa na problem kidogo. Nadhani sasa hivi mashallah imeisha na Mungu awape na wao amani insha Allah. Alhamdulillah, ziara yetu hii imekuwa na mafanikio. Ni nchi 3, ni Burundi, ni Rwanda na Kongo. Lakini insha Allah siku nyingine tukija tunakuja kwa ajili ya nchi moja tu ili tusichoke. Kama ni muhadhara wiki moja mpaka mwezi mmoja, insha Allah safari hii itakuwa ni Rwanda nzima biidhnillah, na Gisenyi hapa tutarudi. Sheikh Ali mashallah nimempenda, amekuwa rafiki yangu. Insha Allah tukija siku nyingine lazima tutakuja tena katika mkoa huu biidhnillah taala. Wasia wangu ni kwamba tuwe pamoja, tushikamane, tusogeze Uislamu pamoja, tuingie katika Uislamu jumla, tushike dini kama Allah alivyotaka na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nitumie fursa hii kuwashukuru Waislamu wa Gisenyi. Siwezi kukumbuka majina yao yote, lakini yuko Sheikh Ahmad hapa katukaribisha mashaallah. Kasimama kaongea lugha hapa nyinyi wote hamjajua. Kaongea Kinyarwanda Kaongea nini? Kifaransa. Kaongea nini? Wamama kaongea lugha gani Sheikh Ahmad? Kaongea lugha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tujifunze na sisi. Leo Waislamu aibu hawataki kujifunza lugha ya Kiarabu. Anajua tu asalamu alaykum wa alaykum salam, kaifa haluka, tayyib bas. So tayyib na ujifunze kidogo ujue lugha ya Mtume Muhammad. Lakini ukimwambia how are you, akamwambia I'm fine. Kizungu yes, no.
bonjour, comment ça va? Sawa, sio mbaya, jifunze kila lugha, lakini na Kiarabu muhimu. Kwa sababu imekuja kwenye dini yetu, ni lugha ya dini yetu. Ukijua Kiarabu utajua na Qur'ani, utajua kufanya ibada kidogo vizuri. Kwa hivyo namshukuru Sheikh Ahmad, namshukuru Sheikh Ali, tumetoka naye toka huko mashaallah, manake tumemharibia program yake, jadwal zake, masomo yake anafundisha, tumekuja naye huku na nini na masheikh wote. Kuna sheikh hapa mzee wetu Sheikh Juma mashaallah, nimepewa historia yake, masheikh wote vijana yeye ndo kaanza kuwafundisha alif. Na sheikh wako wa kweli ni yule aliyokufundisha alif, sawa? Hujui hata neno moja, aliyokufundisha kwa si ndo sheikh huyo? Ile first nyingine umeenda umekukuta wewe tayari unajua, au sio? Wao wamekamilisha tu, si ndio? Anasema Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, man allamani harfan sirtu lahu abda, mwenye kunifundisha herufi moja mimi nitakuwa kama mtumwa wake. Kwa hiyo nawashukuru masheikh na masheikh wengine mashaallah, masheikh wakubwa wamemaliza university mbalimbali, wamekaa wanatusikiliza. Allah walipe kila la kheri, jazakumullahu khairan. ونحبكم في الله تنكبندني كواجيل يا الله. نسأل الله العلي العظيم مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.